Bwana Yesu asifiwe. Nimerejea tena nisungumuze maneno machache kuhusu silaha za Mungu. Mkristo akitumia silaha za Mungu vile anakuwa imara na anakuwa amelindwa. Nataka kusungumuza maneno yameandikwa katika waraka wa Waefeso au uwezo na ushindi wa Mkristo hapa duniani akitumia silaha za Mungu zilizowekwa. Na ndio nasema silaha hizo tutazipata waraka wa Waefeso 6 kuanzia mstari wa 10. Na nitasoma mstari wa 10. Hatimaye msiti kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Tuombe. Mungu Baba yetu, nakushukuru kwa kunipa nafasi hii. Na kuomba utayarishe wasikilizaji wangu waweze kusikiza maneno na uweze kunikumbusha mistari mahali imeandikwa. Na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi naomba na kuamini. Mstari wa 11. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kupinga ila za shetani. Mstari wa 12 na mstari huo katika Biblia nzima, huo ndio mstari mkubwa na wenye uwezo na wa kuzingatia. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mstari mkuu kwa Biblia yote. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushinda siku ya uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Silaha za Mungu ni nini? Kuna maombi, kuna kusoma neno na imani na kuwa tayari kumtumikia Bwana, ukiwa tayari kuhubiri na hata kuomba. Silaha hizo ndizo zenye uweza wa Mkristo. Mstari wa 14. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa ndili ya haki kifuani. Kusimama imara baada ya mambo ya kujitayarisha na kufanya mambo hayo. Kusimama imara, uwe Mkristo mwenye msimamo, si wa kubebwa na kuelekezwa na upepo wa mafunzo. Mstari wa 15. Na kufungiwa miguuni utayari tupatao kwa injili ya amani. Utayari tupatao kwa injili ya amani. Wakristo, au nikwambie maneno yameandikwa Wakolosai 1 mstari wake 12. Mkishukuru Baba aliyewatulisha
kupokea wastahilisha kupokea sehemu ya urithi ya watakatifu katika nuru. Mstari wa 13, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwanaye wa pendo lake. Mstari wa 14, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Wapendwa, kwa ajili ya mambo hayo hakuna mwingine aliye na uwezo au anafanana na hii, au aliye na uwezo wa kufanana kama na sisi, hata kama ni viumbe zingine. Sisi tuko mbele. Petro wa kwanza 5 mstari wa 8, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mustaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye husunguka akitafuta mtu ammeze. Mstari wa 9, naye mpingeni huyo mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanayotimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Mara kwa mara mwanadamu usahau wakati mambo yake yanayomwendea vizuri. Mambo yakiwa mzuri, Mkristo usahau hata mara nyingi kuomba vile anastahili. Lakini kulingana na maandiko yasemavyo, tukae tayari wakati wote. Mwanadamu akipata mali na mahitaji yake yote, mara nyingine usahau na anakuwa na ulegevu wa kiroho wa kuomba au kusoma maandiko. Silaha hizo tumeambiwa za Mungu, tukiendelea kuomba na kusoma maandiko, na tukiwa na imani na kusimama na kweli, Shetani hatapata nafasi ya kutudanganya. Lakini tukiwa na vitu vingi na kukaa tukiwa tunafurahia, mara nyingi tunakosa nafasi ya kuomba na kumtegemea Mungu, na wakati huo naye Shetani anapata nafasi. Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wake wa 5, kwa maana nyinyi nyote mmekuwa wana wa nuru na wana wa mchana. Sisi si wa usiku wala wa giza. Mstari wa 6, basi tusilale usingizi kama wengine walilalao, bali tukeshe na kuwa na kiasi. Mstari wa 10, Yesu alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye, kwamba twakesha au kwamba twalala. Mpendwa, mambo haya ni kwa ajili yetu ili tuweze kujua namna ya kusimama na namna ya kumtumikia. Kwa maana vita yetu tumesikia si ya damu na nyama, bali ni ya kupigana na wafalme na utawala wa giza hili. Shukuruni. Mstari wa 18, shukurini kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu
kwenu katika Kristo Yesu. Wapendwa, leo nifike hapo, lakini tuendelee kutumia silaha zote za Mungu ambao tumeambiwa, kwa sababu tusipotumia silaha hizi tutakuwa wadhaifu. Na kwa maana maandiko yamenena vizuri, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mwapendwa, ulimwengu wa roho tunaoshindana, nataka nikwambie, hatushindani tu tushindane, lakini tuelewe ya kwamba tunayeshindana naye ako na nguvu. Anaweza tu, ni damu ya Yesu Kristo ilimwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na zako. Mpendwa, leo nifike hapo na kesho ni siku nitaendelea, lakini huwa na maswali matatu huwa nikiuliza. Swali la kwanza, wakati Yesu alikuwa hapa duniani alituambia tusijiwekee utajiri wetu au hazina yetu hapa duniani, wezi uingia na kuiba, lakini tujiwekee mbinguni. Na naamini wewe hujawahi kuona siku hata moja ngazi ya kupanda kwenda mbinguni ili upeleke utajiri wako. Na mimi hapa huwa nikizungumza ili niweze kukuelezea na kukuchanua kama watu wa siku hizi, uweze kujua ngazi iko wapi. Nataka nikwambie, ukiona Wakristo wanaoenda kufanya kazi kanisani, ungana na wao mfanye kazi, kwa maana hiyo ndio mojawapo wa njia ya kufanya kazi na kujiwekea utajiri wako mbinguni, mahali Mungu alipo. Waraka wa Wagalatia 6 na mstari wake wa 6 hadi wa 8 asema hivi: mwanafunzi wa lile neno na amkawie mkufunzi wake vitu vyake vyote nzuri, amshirikishe. Na mstari wa 7, msidanganyike, Mungu adhihakiwi. Na mstari wa 8, msichoke na kutenda mema. Mpendwa, usichoke na kutenda mema, endelea kutenda mpaka siku ya mwisho. Najua mara nyingi watu hawaelewi jambo hili ya kumtumikia Bwana, lakini nataka nikuulize wewe. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 9 mstari wake 13 na 14, wa 13 unasema, waliofanya kazi za hekalu walikula hapo hekaluni, walikula vitu vya hekalu, na waliofanya kazi madhabahuni walikula vitu vya madhabahu, kwa sababu wana sehemu yao hapo. Basi mstari wa 14 Bwana Yesu akasema, mhubiri wa injili hatakula injili hiyo, kwa maana mfanyikazi anastahili kuwa na mshahara wake. Mpendwa, vipawa vya kufanya kazi ya Mungu hupeanwa na Roho Mtakatifu. Mhubiri anaokuhubiria ujue ana kipawa, alipewa cha kukuhubiria na ni mtumishi wako. Mgawie mali yako, mkule naye. Ikiwa una uwezekano wa kumnunulia suti nzuri ya kivaa mbele wa watu, hanajisikia ako sawa, saa hiyo unaweka akiba mbinguni. Ikiwa una uwezo wa kumnunulia hata gari, unaweka akiba. Na kuna watu walio na vipawa vya kuhubiri kama vile sasa mimi nahubiri. Kuna wengine walio na vipawa vya kutafsiri lugha.
Kuna wengine walipewa vipawa vya kuombea wagonjwa na wanapona, kwa maana vipawa ugawa na Roho Mtakatifu, naye ndio upeana. Je, chako ni kipi? Mpendwa, maneno haya nazungumza nawe niweze kukuchanua ili uweze kufanya kazi, kwa kuwa muda ni mfupi umebaki. Yesu juaje. Kuna watu wamepewa vipawa vya kutoa mali zao, na hawa hicho ni kipawa. Sio kile mtu ako na mali anaweza kutoa. Kuna wengi wana mali nyingi na hawatoangi. Lakini ikiwa wewe ni mfanyabiashara unaopata pesa kile siku, au umeajiriwa unapata pesa, unafanya biashara unapata pesa kile siku, au umeajiriwa siku 30 unapata mshahara, Mungu alikupea kazi hiyo ili umtumikie na kile unatoa pale. Pengine huenda ikawa wewe unaweza kuona pesa zako unazipenda sana, useme pesa yangu nimetoa jazo sana, si ya kuliwa na hao wazee na hao wachungaji. Ndio unaweza kusema hivyo, lakini mwongo, wewe wajitanganya. Mungu alikupea vitu hizo ili uweze kumtumikia na uweze kujiwekea akiba mbinguni. Hakuna njia ingine utapata ya kuweka akiba mbinguni. Mpendwa, nina maswali matatu nataka kukuuliza. Je, wewe uliwahi kumwamini Yesu Kristo? Wewe unaniona na unanisikia. Umewahi kumwamini Yesu Kristo akakupa uzima wa milele? Kama ulifanya ni vizuri, lakini kama bado amini sasa, nikiomba uwe umeokolewa. Swali la pili, huenda ikawa uliamini na ukaanguka kwenye dhambi na hujapata siku ya kuungama dhambi zako au kutubu. Uungama dhambi zako, msamaha uko tele. Mungu anatuambia tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu, atatusamehe na hatazikumbuka tena. Swali la tatu, sijui kama unajua kipawa chako cha kumtumikia Bwana nacho. Kama hujajua, nenda mbele ya Mungu, upige magoti, uombe msamaha na umuulize, uliponiita ulinipea kipawa gani nikutumikie nacho? Kwa maana Yesu juaja ili uweze kutumika. Mpendwa, leo nipike hapo, na nitaomba kwa ajili ya wale wameamini, wale wametubu, na wale waliniuliza niwaombee kwa kuwa sijui mahitaji yao. Excuse me, tuombe. Mungu Baba wetu ishie milele, na kushukuru kwa nafasi nzuri umenipatia. Na hata na kushukuru kwa wasikilizaji wangu wanaonitekea sikio, ili waweze kupata maandiko yanavyosema. Kwa maana wameelewa vizuri kupigana kwetu na pigana hapa duniani si kwa mwili na damu, bali ni juu ya falme na mamlaka na wakuu watawalao juu ya giza hiki. Baba, utupe hekima na ufahamu. Na kwa ajili ya wale walioamini, wabariki. Wale wameungama dhambi zao, wasamehe. Na kwa ajili ya wale wameniuliza niwaombee sijui shida zao, kutana na mahitaji yao, kwa maana maandiko yatuambia, dhahabu na fedha ni mali yako, na unatawala juu ya vyote vilivyo duniani na vilivyo mbinguni. Kutana na mahitaji yao. Wao wanaamini nikiwaombea utasikia maombi yangu na utakutana na mahitaji yao na watakushukuru. Asante kwa kuwa unasikia maombi yangu na utatimiza. Sauti yangu ya nyamaza. Roho Mtakatifu achukue ujumbe apeleke kwa wale wanaohitaji au wale wanastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi naomba na kuamini. Amen.